Kwanza nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kuweza kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kusupport jambo letu hili katika uzinduzi wa duka letu. Naweza kusema uzinduzi kwa sababu hatukuwahi kuzindua, lakini pia uzinduzi umekuja wakati mwafaka. Uzinduzi umekuja na ubingwa. Kwa hiyo niseme kwamba nawashukuru sana, lakini pia kwa kipekee nawashukuru sana wananchi. Support yao imekuwa ni kubwa sana tokea nimejiunga na timu yao, na haya mafanikio ambayo tumeyapata ni kwa ajili yao. Lakini pili ni mshukuru President kwa kuendelea kusupport vijana, kwa sababu naona ni kwenye matukio mengi sana yanayohusu vijana wake amekuwa ni mtu wa kujitokeza kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ana support. Kwa nishukuru, lakini pia nichukue fursa hii pia kumshukuru kocha wangu hapa. Uwepo wake pia umeweza kuongeza chachu katika timu na tumeweza kupata mafanikio kwa pamoja. Kwa kipekee kabisa siku yetu ya leo imekuwa na baraka. Tumekutana hapa kwa ajili ya kuzindua duka la mchezaji wetu, one of the best professional left back ambaye ameweza kuitumikia Tanzania kwenye mazingira yote. Ametumikia club ya Simba kwa muda mrefu na sasa yuko kwenye club ya Yanga, club ambayo pia imempa nafasi kubwa ya kuweza kuonyesha kipaji chake na kufikia malengo makubwa ya kuchukua ubingwa wa nchi. Amekuwa na mchango mkubwa. To me he is a professional ambaye naweza kusema na wazidi hata baadhi ya foreign players ambao wapo. Na leo tuko hapa kwa ajili ya kuzindua duka hili. Inaonyesha ni ile financial literacy inaanza kukua kwa wachezaji wetu. Zamani tulikuwa tunaona wachezaji wanacheza, wanapata maarufu, wanatumikia timu zao, lakini wakimaliza career yao ya mpira kunakuwa hakuna kitu ambacho wanaweza kukibeba nje ya mpira. Matokeo yake kumekuwa kuna struggles kubwa wachezaji wanazipitia, na hizo struggles zinatokana na uelewa wao wa uwekezaji. Investment knowledge kwa wachezaji ilikuwa ndogo. Lakini hiki tunachokiona hapa ni kipimo cha kwamba wachezaji wetu wameanza kuelewa sasa kwamba kuna maisha baada ya football, na maisha hayo yanahitaji uwekezaji, na kwa sababu tutakuwa hatuna revenues zinazotokana na mapato ya kucheza mpira, tutakapokuwa tumeyapata sasa hivi tuwekeze katika maisha yetu ya kesho. Kwa hiyo tunakupongeza sana. Hili ni jambo kubwa sana, especially kwa wachezaji ambao kwa sasa hivi wako kwenye nafasi nzuri ya kupata mapato, lakini pia wako kwenye nafasi nzuri ya kutambulika, na kwa sababu brand zao zinazidi kuwa kubwa, kuna ukuaji pia wa kifedha. Ukisahau kuwekeza sasa hivi, kesho yatakuwa ni majuto. Kwa hiyo tunakupongeza kwa hili. Lakini pia kuna M15, si ndio? Huu pia ni uwekezaji msisahau. Ni uwekezaji kwenye idara ya habari ambayo pia ni kubwa. Kwa hiyo Shaba, wewe ni mjasiriamali. Wewe ni mjasiriamali. Ningetamani nitazame duka hili, niunganishe na brand yako kwa maana ya jina. Kwa sababu sasa hivi tunaweza tukaleta Perfume World. Lakini mimi mshabiki wa Shabalala, nawezaje kuunganisha bidhaa ambazo ziko hapa na duka ambalo lipo na wewe? Kwa hiyo tutengeneza signature ya maduka yetu au bidhaa zetu zikaendana na majina yetu. Tutakuwa tumetengeneza nafasi nzuri ya kuyakuza, lakini pia maduka hayo yakatangazika. Kwa hiyo tutashauriana. Nakumbuka we had the same discussion na Clement wakati anafungua foundation yake. Alipata jina, nitumie jina zuri, akiniambia Clement, hebu litazame hili jina, ningetamani ili affiliate na wewe, kwa sababu wewe tayari umeshakuwa brand, wewe umeshakuwa unatambulika. Ni vizuri tukaunganisha jina lako kama individual na biashara ambayo unataka kuifanya, ili iwe rahisi ukienda sehemu una haja ya kuuliza. Watu wanaiona kabisa kuna affiliation kati ya huyu mchezaji na hiyo bidhaa. Kwa hiyo ningetamani siku moja ufikirie katika bidhaa ambazo unazifanya uziunganishe na brand yako ili ziweze kukua, na kwa sababu jina lako limeshakuwa kubwa, kwa hiyo kutakuwa kuna jina kubwa na bidhaa ukiattach na hilo jina, ukuaji unakuwa haraka zaidi. Watu wengi wanatafuta hizo opportunities za kuwa maarufu. Na watu wengine they pay a lot of money kwa ajili ya kuwa maarufu. Kwa hiyo tayari umeshafika kwenye hatua, tumia advantage sasa kwenye biashara. Huo ulikuwa ushauri wangu.
lakini duka hili linabeba perfume za aina mbalimbali. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Kimosa amenishauri kuna perfume inaitwa K-Ali ya kike. Kwa hiyo perfume inapatikana hapa. Bei gani? Hiyo 200,000. Kwa hiyo Ali, najua unahitaji sana hizo perfume za kike. Perfume nimesema. Kwa hiyo vizuri tuweze kumunga mkono. Kimosa, tunakushukuru sana. Umefanya manunuzi pia hapa. Zifike nyumbani. Shoti yako zitafika. Tunashukuru. Namuona ndugu yangu Said. Utanua hapa, si ndio? Niko. Ali. Sawa, nitanunua. Ali amejiwaje, anajua. Nitanunua, sawa. Tunafurahi na cycle yetu sisi bado tunaendelea, tunahitaji kusapotiana. Kwa kweli hawa vijana hiki wanachokifanya hapa ni kuhitaji support yetu. Kama wanavyotufurahisha uwanjani. Wanavyoweka jitihada kwa ajili ya kutupa furaha uwanjani. Basi hebu na sisi tuitumie hiyo fursa kuwaunga mkono kwenye biashara zao. Nimefurahi kuona ndugu zangu wengi. Coach, thank you very much for attending this event. It's a support that we need to give. Wakati tunakuja tulikuwa tuna discuss na coach. And he mentioned the same to me, like this is something that will connect our players with their personal life and their personal achievements. Now, I mean, this is exactly what you mentioned. We need to support our players, and hiyo ndo culture yetu sisi kama Young Africa, si ndio? Yeah. Najua tumeshafanya hivyo kwa wachezaji wetu wengi, na bado tuna encourage wale ambao hawajafungua biashara waendelee kufanya hivyo, na sisi tutaendelea kuwaunga mkono wakati wote. By saying that, tunakushukuru sana na inshallah wananchi watakuunga mkono. Duka lipo Kinondoni studio, mahali ambapo ni wazi na watoto wanapafahamu. Barabara kwenda Mwananyamala, ukishakata kona ya studio utaiona Perfume World, itakuwa mkono wako wa kulia kama unaenda Mwananyamala. Karibuni sana. Tunafungua lini? Siku zote. Tunafunga saa ngapi? Saa 4 usiku. Kwa hiyo wananchi karibuni sana. Tuna expect sales zitapanda immediately baada ya matangazo haya. I'm just going to congratulate Shaba. This is another great example of the kind of man he is. More than a footballer, he's a great human being, and I'm going to make dua for you. I wish you all the best and success in your business endeavors. Keep going, and just like the president said, there's life after football, and this will set you up for it, and you're ahead of the game, my man. So may Allah bless this business and everything that you're involved in, inshallah. Amen.